Ni mara ngapi ulimtegemea mtu akakuangusha? Ni mara ngapi ulimtegemea mtu akakufelisha? Ni mara ngapi ulimtegemea mtu akakucheka? Chagua kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sijida kuna majibu yote ya maswali yako. Katika dua kuna nguvu inayoshinda majeshi yaliyobeba silaha. Dumu kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yeyote aliyemcha Mwenyezi Mungu humuongoza katika njia zenye urahisi, na Mwenyezi Mungu humruzuku kutoka mahali ambapo yeye hatarajii. Imamu Ghazali anasema katika maneno yake matukufu, la yastaqiru alqalbu illa bimuwajahati llahi subhanahu wa ta'ala wa tawkilihi fima yahtaju ilayhi, kwamba moyo hauwezi ukapata utulivu wake isipokuwa ni kwa kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kumgeukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maneno haya ya al-Imamu al-Ghazali yanatuelekeza kwamba moyo hauwezi ukapata kutulia isipokuwa ni kwa kumgeukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anza leo kumtegemea Mwenyezi Mungu, anza leo kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wekeza akili yako, wekeza moyo wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika kwa kufanya hivyo utaona maisha yako yanabadilika siku hadi siku. Kwa kufanya hivyo utaona maisha yako yanainuka. Kwa kufanya hivyo utaona maisha yako yanapata thamani. Kwa hiyo tumtegemee Mwenyezi Mungu, tumwabudu Mwenyezi Mungu, dunia yetu itakuwa nzuri. Tuache kulalamika, tuache kuwategemea watu, tuache kutegemea vitu, tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni ujumbe ambao nimeona utakuwa na thamani kwangu, utakuwa na thamani kwako. Tuushike na tuufanyie kazi, tutaona mabadiliko makubwa na ya haraka kwenye maisha yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.